13. Job chapter number 2 verse 11 through verse 13. Basi ikawa marafiki watatu wa Ayubu, now when Job's three friends walipopata habari ya mabaya yote haya yote yaliyomfikia, heard of all this adversity that had come upon him, wakaja kila mtu kutoka mahala pake, nao ni Elifazi Mtemani na Bildadi Mshui na Sofari Mnaamati. Each one came from his own place, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Wakapatana pamoja ili Naamathite. waende kumfariji Ayubu na kumtuliza moyo. For they had made an appointment together to come and mourn with him. Basi walipoinua macho yao wakiwa bado mbali, And when they raised up their eyes from afar wasimtambue, and did not recognize him, wakainua sauti zao na kulia. they lifted up their voices and wept. Kila mmoja akararua joho lake, wakarusha mavumbi juu ya vichwa kuelekea mbinguni. And each one tore his robe and sprinkled dust on his head toward Kisha heaven. wakaketi ardhini pamoja naye muda wa siku 7, So they sat down with him on the ground 7 days, mchana na usiku, wala hapana mmoja aliyenena naye neno lolote, days and night, and no one spoke a word to him. kwa maana aliona ya kuwa mashaka yake alionayo ni makuu mno. For they saw that his grief was very great. Ayubu yuko kwenye majivu. Job is in the dust. Asubuhi tulijifunza yale majivu ni nini. And in the morning today we learnt about what were those ashes. Biblia inasema ikawa marafiki zake Ayubu watatu, The Bible says then 3 of his friends, walipopata habari when they heard of this news, ya mabaya yaliyomkuta Ayubu, of the adversity that befell Job, nao ni Elifazi Mtemani, and they are Eliphaz the Temanite, Bildadi Mshuhi, Bildad the Shuhite, na Sofari Mnaamati, and Zophar the Naamathite. wakapatana pamoja ili waende kumfariji moyo. They decided to go together and comfort him. Hao marafiki walikuwa ni kina nani? Who were these 3 friends? Waliishi wapi? And where did they come from? Walisafiri umbali gani? And how far did they have to travel? Ayubu alikuwa na marafiki wengi Job had many friends aliokuwa akishirikiana nao kabla ya matatizo, whom he was cooperating with them together before the lakini calamities. alipofikwa na majanga, But when he entered in ni calamities, marafiki watatu tu waliokwenda kumfariji: only 3 of his friends came to encourage him. Elifazi, Bildadi na Sofari. Eliphaz, Bildad, and Zophar. Ayubu naye analalamika katika Ayubu 18:13. And Job is also complaining in Job 18:13. Anasema amewaweka ndugu zangu mbali nami, na wanijuao wametengwa mbali nami. And he's saying, has kept far away my brethren, and those who knows me have been separated far Akiwa from kwenye me. majivu, When he is in ashes, ni marafiki watatu tu, only 3 friends. marafiki watatu tu, Only 3 friends. marafiki watatu tu Only 3 friends wanaokwenda who come kumtazama Ayubu. to look after him. Angalia sasa, Look, ili uelewe ni jambo lilikuwa very serious. so that you may know how serious this matter was. Katika Ayubu 42, In Job 42, alipofanikiwa tena, when he prospered again, Biblia inasema hivi, the Bible says, walimwendea ndugu zake wote, all of his brothers came. walimwendea jamaa yake yote, All of his brethren came, waume kwa wake, men and women, na wote aliojuana nao zamani. and all whom he knew in the old days. Lakini hapa akiwa kwenye majivu, But here in ashes, wanaonekana watatu tu, only 3. watatu tu, 3. watatu tu, 3. watatu tu. 3. Ndugu yangu, jioni ya leo, My brethren, this evening, ukiwa umefiwa, when you have gotten a calamity, ukiwa unaumwa, when you are sickly, ukifukuzwa kazini, when you are chased from your work, watoto wako hawapati ujauzito au wewe upati when ujauzito, your children are not becoming pregnant, or yourself, gari lako lile limeharibika, your car has been broken, marafiki watapungua. your friendship number will Hata reduce. sisi wachungaji tunaopenda kutembelea, Even us pastors who love visitation, watu wenye hela, who like to visit people who are moneyed, hatuji kwako. we are not going to come to your place. Nikutana na mama mmoja anasema, I met one woman, and she said, nimenunulia wachungaji watatu magari. I bought 3
cars to pastors. Nilipotumbuliwa kazini, And when I was fired from work, au wachungaji hawapokei simu zao. these pastors, they don't even receive my phone. Hadi wachungaji wanakuacha. Even pastors have forsaken you. Hawapokei simu zako. They are not receiving my phone. Ulipokuwa nyie watu wa Mererani, ulipokuwa umepata vimadini kidogo pale, When you were having some minerals, mama yako na baba yako kila dakika wanakupigia simu, mwanetu unaendeleaje, mwanetu. your father and your mother, they Sasa used to hivi call hali you imekuwa over and mbaya, over. hawapigi simu mpaka wewe mtafute mama yako. Now the situation is tough. They are not even calling. Na akikuta misiriko, ukiona unampigia mama yako kaikuta misiriko akurudi, And when he find that you missed him in the call, he doesn't call back. jua upo majivuni. Know that you are in the ashes. Lakini wapo kina mama wazuri, But there are also some good women hata ukiona shida whom even when you are going through challenges, ndio anakuweka karibu. then they put you more Lakini close. asilimia 99 ya wanadamu, But 99% of you ukiwa na human shida beings, wanakuacha, unabaki peke yako. when you have problems, they forsake you, you remain alone. Ni marafiki watatu tu wanaokwenda kwa Ayubu, Only 3 friends are visiting Job. wengine wameondoka. Oh, the others have left him. Nataka nikutie moyo wewe binti, I want to encourage you, lady. nataka nikutie moyo wewe mama, I want to encourage you, woman. nataka nikutie moyo wewe baba. I want to encourage you, man. Unapopitia changamoto, When you are going through challenges, ukiwa kwenye majivu, when you are in ashes, watu wako wa karibu akikuacha, your closest of kinsmen have forsaken you. usiogope. Don't fear. Yuko Yesu na malaika zake kwenye shida yako, There is Jesus and the angels na in huyo your ndio rafiki problems. pekee aliyeweka bondi na wewe. And he is the only closer friend. Biblia inasema waliposikia habari, The Bible says when they heard of this, habari za Ayubu zilikuwa zinazungumzwa Job's matters were mpaka na scattered here and watoto, there. Even the mpaka children, vijiweni, even in the street nchi corners, nzima. the entire Habari nation. ilisikika. The story went far. Walioamua kuja Those who decided to go, ni watatu tu. only 3 to visit him. Nina rafiki yangu ninayempenda sana, I have a very friend who is too closer to me. nimesoma naye high level kidato cha 6, I schooled cha 5 na with cha him 6. in advanced secondary school. Mimi nilikuwa nacheza sana mpira, I was a good footballer. na hata nasoma hapo chuo kikuu cha Arusha, nilikuwa Even- mchezaji mzuri sana. Even while I was schooling at the University of Arusha, I was still Mimi playing. nilikuwa soccer. nacheza namba 5, I was playing number 5. sio namba 5 kama wale walioachia magoli jana. Not Mimi like nilikuwa those 5 one who, ufungi goli. not like those one Lile who la kichwa ile ufungwa lost the jana. match yesterday. Mimi upigi. No. That Vijana one siku hizi yesterday is not hajui kucheza mpira. happening. Nowadays, the people nowadays, Ondoeni they mawazo ya don't mechi za play. jana, njooni kanisani hapa. Forget about that. Come back to church. Utapata pressure bure. You'll just have blood pressure for no Mimi reason. huwezi kupiga kichwa kizembe vile. You can't hit a header like that. That's that easy. Sasa nilikuwa nacheza mpira. So because I was playing football. Nilikuwa nacheza mpira kiasi kwamba form 6, 5 na 6 nimesoma bure So- kwa sababu tu ya kucheza mpira. Because of my playing of soccer, I schooled advanced secondary Sasa- school for free. Rafiki yangu mmoja alikuwa anacheza namba 6. Now I had a friend who was playing number 6. Mimi nilipewa jina la utani Jap Stam. And they gave me a nickname, Japstan. Yule jamaa tulikuwa namuita Kuvet. And the other guy was called Kulvet. Alikuwa rafiki yangu sana. He was a closer friend. Yeye akaenda, mimi nikaenda kuwa mwalimu, yeye akaenda kuwa askari polisi. I went to become a teacher and he became a policeman. Tukawa tunawasiliana, tunatembeleana. So we used to call each other and visit each Akaenda other. kikazi Tanga, karamishiwa kikosi cha maji Dar es Salaam. He went to tunawasiliana. Tanga, Dar es Salaam. We are still communicating. Baadaye nikasikia amehamishiwa Mwanza. Later I heard that he was shifted to Mwanza. Lakini baada ya miaka miwili inapiga simu yake haipokelewi. But after 2 years I started calling and he doesn't pick up my Napiga simu phone. yake I haipokelewi. call him but he doesn't Na ni pick up. rafiki yangu. And he's a friend of mine. Nikampigia rafiki yangu mwingine simu So I called my other friend, ambaye ni askari, nikamwambia nitafutie askari fulani yuko Mwanza. who is also a policeman, and I asked him, find me my friend who is Yule in rafiki Mwanza yangu and also is a akaniambia policeman. pole sana. And he said, very sorry. Rafiki yako amekuwa kichaa siku hizi. Your friend nowadays has become mad. Nikakaa chini. I sat down. Nikaumia.
And it pained Nikamwambia me. kichaa kivipi? And I said, how is that possible? Alikuwa anakunywa pombe. Alikuwa anywaji pombe lakini anasema alianza kunywa pombe. He started drinking. Ameran crazy. Now he's Sasa crazy. yuko wapi? And where is he now? Alichukuliwa kwa mke wake Morogoro. He was taken to his wife at Mke wake sina namba yake ya Morogoro. simu. I don't have his wife's number. Waliona kipindi simpati kwenye simu. Because I am also Sijui not getting anaitwa him on nani. air. I don't know what is his name now. Lakini yule askari akasema kukusaidia tu, alipeleka hospitali ya Mirembe Dodoma. To assist you, he was sent to Mirembe Hospital in Dodoma. Nikafunga safari. So I decided to travel. Ili niende nikamtulize moyo rafiki yangu. So that I may go and soothe his heart. Jioni ya leo, This evening, ukiwa jirani yako anapitia changamoto, when your neighbor is going through difficulties, nenda kamtulize moyo. go and soothe his heart. Ukiwa na mwanafunzi mwenzako anapitia changamoto, When a fellow student is going through nenda challenges, kamwombee umtulize moyo. go and pray for him. Ukiwa na rafiki yako amefiwa, funga safari, jitahidi, When a nenda friend- kamtulize moyo. When a friend has lost a loved one, go and Ukiwa na encourage him. mwenzako anaumwa, When you see someone is sick, nenda kamtulize moyo. go and encourage him. Kuna furaha kwenye kwenda kutuliza moyo. There is joy in going to encourage someone. Basi nikaenda mpaka Dodoma. So I went to Dodoma. Nikauliza, wakasema kweli And I huyo asked, alikuja, they said yes, he was brought here, lakini hakuacha namba za simu mama. but he did not leave back his phone number. Basi nikaacha namba yangu ya simu, ikitokea siku ameenda tena Mirembe. So I left my phone number there, so if the other time she will come, Baada ya she miezi can get mitatu my yule dada wa phone. Mirembe akanipigia simu. After some 3 months, that lady called me. Pastor amekuja, nimepata namba ya mke wake. Pastor, she has come, I've gotten her number. Nikampigia mke wake. So I called her Shemeji, habari? his wife. Mimi naitwa fulani. Hello in-law, this is my name. Wewe ndio Japustam? He said, are you Japustam? Yaani anapookota makopo anasema Japustam, Japustam, When you pick rubbishes in street, he's wakimfunga my name. makamba anasema Japustam. When they try him, is saying Nikasema Japustam. ndio mimi, I mnaishi said, Morogoro I am. Where do you live in Morogoro? Akanielekeza. Then he told me. Nikachukua mke wangu na watoto I took my wife and children kwenda kumtuliza moyo rafiki yangu, to go and encourage my friend. kwenda kumtia moyo rafiki To go and yangu. encourage my friend. Sikiliza nikwambie, Listen, I want to tell you. nenda katulize watu moyo. Go and encourage people. Kanisa la Betheli, Bethel Church. nendeni hospitali mkatulize wagonjwa mioyo. Go to hospital and encourage Mkaseme the sisi sick. watoto wa Betheli, vijana wa Betheli, kwa Betheli tumeleta mahitaji. Say, we Bethelians have brought your needs. Ukiona kuna jirani yako ana shida, nenda kamtulize moyo. When a neighbor has challenges, go and encourage him. Unajua siku moja nilifiwa na kakangu. You know, on some day I lost my brother. Rafiki yangu alitoka South Africa bila kuniambia. My friend came, took off from South Africa without notice. Nimesafiri. And he came and told me I Kuja traveled kukuambia usilie, tuko pamoja. to come to tell you, don't cry, we are together Mimi in nakwambia this. ukweli, I'm telling you faraja the truth. niliyoipata kwa huyu jamaa, The encouragement which I got, uchungu ulikata pale pale all mpaka of the leo. pains ended from there to this Na day. ninamthamini sana yule jamaa. And I revere him so Yaani much. kumuona nilipona saikolojia. Just to see, looking him, I felt Kwa at kwenda ease. kwako kutuliza watu moyo, You are going to encourage people. wanaweza wakapona magonjwa yao. They may be healed of their diseases. Haleluya. Hallelujah. Nikaenda, So I went. mama yule akanipokea. That woman received me. Nikamkuta jamaa yangu kaweka mabia, maana polisi ni And watu wema, bado wanampa mshahara mpaka leo. I found my friend with a lot of beers because he's still receiving his salary. He's drinking. Aliponiona As soon as he saw me, akasema striker, he said, "Striker." jina letu wako naitana. Nikamwambia Because- striker vipi striker? So I said, "How is it, Striker?" Kaja akanikumbatia. He came and hugged me. Akasema umekuja? He said, "Have you come?" Nikamshika mkono. So I held him by the hand. Amemsahau baba yake. He has forgotten his Mama yake father. akija anamsahau. When his mother comes, he Mimi forgets him. alinikumbuka na matendo yetu yote tuko tunafanya. But he remembered me with all the things we did Mke wake together. akalia akasema kweli mlikuwa marafiki. His wife cried and said, "Truly you were friends." Nikaenda naye kwake. So I went with him to his place. Tukala pamoja. We ate together. Nikamwambia shemeji kaa pembeni, najua chakula anachopenda huyu, nikapika. I told his wife sit aside. Nikamlisha chakula, akasema fed him. huyu wali
And he said he doesn't eat. Nikapika ugali. I cooked some ugali. Na nikasema leta kwenye sifuria. And I said bring it in a pot. Anakula na mimi nakula na mlisha. I ate and I feed him. Akiwa anatafuna na mimi nachovya nakula. And when he chew, I also take na mega na mpa. I take some and give him. Akamaliza chakula chote. He finished the entire food. Alipomaliza chote nikasema twende nikamuogeshe. I told him let's go and I'm going to wash him. Nikamkata kucha. So I trimmed his fingernails. Nikamuogesha. I washed him. Nilienda na suruali jeans nzuri na t-shirt na kofia. I went with my jeans and t-shirt and a hat. Nikamvalisha na laba. And I gave him and sports shoes. Napenda nikwambie. I want to tell you. Alikuwa anakunywa kreti 2 za bia. He was drinking 2 crates of beer. Siku ile akanywa bia 2. On that day he drank only 2 beers. Sasa hivi nikwambie baada ya kukutana naye. And nowadays I'm telling you after meeting him. Akapona kabisa. He was completely healed. Akapona kabisa. Completely healed. Maana kisaikolojia unapoona psychologically when you meet someone uliyeishi naye kwa muda mrefu kaja kwenye shida yako. Whom you lived for a long time and has come unapona kisaikolojia. You are psychologically healed. Kama kuna misiba hamjawahi kwenda pale kijijini. If there are some funerals you have not attended in the village. Nenda kawatulize watu moyo. Go and encourage people. Hao watu watatu. Those 3 people. Wakafunga safari kwenda kumtuliza watu. They took a way to go and encourage Job. Unapokwenda kumtuliza mtu yatima moyo. When you go to encourage someone. Yesu hakuachi. Jesus will never forsake you. Unapokwenda kumtuliza aliyefiwa moyo. When you encourage someone who had a calamity. Yesu hakuachi. Jesus will not forsake you. Kwa sababu kipindi cha matatizo. Because at the time of wengi wanakimbia watu wao. Many are running from their friends. Mimi nao mfano. I am having an example actually. Mtu mmoja aliyependana na mke wake. Of one person who loved his wife so much. Jamaa akatumbuliwa kazini. Then he was fired from work. Jamaa akaanza kuumwa kisukari. Then he started suffering diabetes. Mke akamkimbia. Then the wife ran away. Yule mama alikuja siku tumeshazika. That lady came on the day of funeral. Ili usijione una marafiki wengi ukiwa kwenye afya nzuri. Do not think that you have many friends when you are in good health. Hao ni waganga njaa wanaokuja kwako ili wapate vihera. These are just some of people who want to get advantage of you. Anapimwa unapokuwa majivuni. A true friend is measured when you are in the ashes. Asubuhi ya leo, jioni ya leo, this evening, tujifunze kwenda kuwatuliza watu moyo. Let's learn to encourage people. Bildad Sofari and wakaamua kwenda kumtuliza Ayubu moyo. They decided to go and encourage Job. Biblia inasema, the Bible says, hawa marafiki watatu Elifazi, Bildadi na Sofari, these 3 friends Bildadi, Elifazi and Sofari, walikuwa ni akina nani? Who were these people? Hebu tumchambue kwa kina mmoja baada ya mwingine. Let's consider one after another. Tuanze na Elifazi. Let's begin with Elifazi. Elifazi Mtemani, Elifazi the Temanite, jina lake inamaanisha Mungu ni nguvu. His name means God is powerful. Mungu ni mwema. God is good. Mungu ni dhahabu. God is gold. Mungu ni mshindi. God is victorious. Aliishi Temani. He lived in Temani. Temani kilikuwa kijiji katika nchi ya Edom kusini mwa bahari Mfu. Temani was a village in the Edom. Huyu alikuwa ni mjukuu wa Esau. He was the grandson of Esau. Bildadi Mshua, Bildad the Shuhite, maana yake jina lake ni mwana wa fujo. His name means he was a son of violence. Alipenda mapambano. He loved violence. Alikuwa mzaliwa wa ukoo wa Ibrahimu. He was the descendant of Abraham. Kutoka Ketura. From Ketura. Mwanzo 25. Genesis 25. Ndio siku ya kwanza niliwaambia Ayubu aliishi kipindi kimoja na kina Ibrahim. That's why I told you that Job lived in the same time as Abraham. Sofari Mnaamathi. Zofari the Namathite. Lake lilimaanisha ndege shomoro. His name meant a dove. Ni jina jingine katika matamshi ya jinsia ya kiume. It's another name it's another male name. Huyo alitokana na jina Spora, mke wa Musa. His name comes from the name of Zippor, the wife yake ilipakana na Edom kusini.
He also lived in eastern of Eden, in southern part of Marafiki Eden. zake Ayubu watatu huenda waliishi Uarabuni. Job's 3 friends, probably they lived in Arabia. Kwa maneno mengine, wazee hawa walitoka katika nchi zenye hekima. In other words, they came from the lands of the wise men. Anawataja hivyo wazee hawa akisema, sikilizeni maneno yangu enyi wazee wenye hekima. And that's why he is calling them you men who are wazee wise. wenye hekima waliokwenda kumfariji mzee mwenzao. They were wise men who came to encourage their fellow wise Unapokwenda men. kumfariji mtu, When you go to encourage someone, je, una maneno ya hekima ya kumwambia? are you having wisdom to talk to Hao him? walikuwa ni wazee wenye hekima. These were wise men. Unapokwenda kumfariji mgonjwa, When you go to encourage a sick una person, maneno ya hekima ya kumwambia? do you have words of wisdom to tell Unapokwenda him? kumfariji aliyefiwa, When you go to encourage someone who je, una lost a maneno ya loved hekima ya one, kumwambia? do you have wisdom wise Unapokwenda words to tell kumfariji him? aliyeonewa, When you encourage someone who is je, una maneno ya hekima ya kumwambia? undermined, do you have words to tell Au him? unapoona binti ni mjamzito, Or when you see someone is pregnant, Unamwambia malaya wako, malaya and you are wako. just telling him you are a prostitute. yaani wewe ndio umeenda kumfariji, Is it how you are encouraging her? inatakiwa umtie moyo. You need to encourage her. Ongera kwa kutoa mimba. Congratulations for not aborting. Ulifanya the kosa, pregnancy. lakini ninakupongeza kwa kutoa mimba. You committed a felony, but I Maneno encourage yenye you hekima. big words of wisdom. Unapokwenda kufariji mtu, nenda na maneno yenye hekima. When you encourage someone, go with wise words. Walipata taarifa wakaenda. They received the report and they went. Walikwenda kwa kusudi la kufariji. They went in order to encourage. Kwa kweli marafiki wa Ayubu walikuwa watu wema sana. Truly they were good people. Walifanya mambo matatu makubwa. They did 3 big things. Walikwenda kwa Ayubu, They went to Job. walikaa naye, They sat with him. wakaongea naye. They talked with him. Nenda kwa mtu ambaye anapitia changamoto, Go to someone who is going through kaa challenges. pamoja naye, Sit with him. ongea pamoja naye. Talk with him. Wakristo wengine watatumia hela kwa mfiwa au mgonjwa, Other Christians will use their money. wengine watatumia barua pepe kumtakia mgonjwa kupona haraka, Others will use an email. wengine watapiga simu kumjulia hali na kumpa pole, Others will call and wengine watatumia pity ujumbe him. mfupi kwa simu, Others will send a wengine short text mitandao ya message. kijamii kumfariji. Others will use social media. Wewe nenda kwake, Go. wewe nenda hospitali, You go to the wewe nenda hospital. magereza, Go to the wewe prison. nenda polisi, Go to the police. kaa naye, Sit with him. ongea naye, With him. atafarijika kukuona. You'll be encouraged by Jioni seeing ya him. leo, This evening. nenda Go. kaa naye, Sit with him. atafarijika kukuona. You will be encouraged to see you. Habari mbaya, Bad news. story within a story. It's kisa ndani ya kisa. Habari mbaya, Bad news. walipofika, When they arrived, Biblia inasema wangali, the Bible says, while they were a little, walipoinua macho yao, when they lifted up their eyes, wangali mbali, while they were still afar off, hawakumtambua. they did not recognize him. Tunaenda kwenye kiini cha kitabu cha Ayubu. Now we are going to the middle of the book of Job. Wale walionifuatilia tangu day one, Those who have been following from square wataona kwanza, tunapokwenda sasa. they will see where we are heading to. Lengo lao ilikuwa wakamuone, wakae naye, wamtulize moyo. The intention was to meet him, to sit with him and talk with him and encourage him. Walipokuwa wangali mbali, While they were still afar off, hawakumtambua. they did not recognize him. Hapo pia pana teolojia mpana sana. There is also a very wide theology in there. Kuna watu ambao There are people wamekupoteza katika fikra zao who have lost you in their mind kwa sababu ya shida ulizonazo. because of the problems you are going through. Unajuana nao, You know each other, lakini hawakutambui. but they don't recognize you anymore. Kwani nyie si mnaishi duniani? Aren't you living in the world? Yule mama mliyekuwa naye mbona leo anakupita bila kusalimu? That woman whom you were here together, why is she Mafrani, passing mbona without unanipita? greeting? You woman, why are you just passing? Sikukuona. Ati And she said, amekupita I hapa, did not see you. kamsalimu hapa. And has greeted Na another huyu. person. Wewe in that ukipita, samahani and sikukuona. sorry, I didn't see you. Hajakutambua.
she did not recognize you. Maana mimi nakwambia rafiki wa kweli ni Yesu tu, wanadamu hawatabiriki. That's why I'm telling you the only true friend is Jesus. Others they are Ayubu akiwa mbali amekaa. While Job was seated afar off, wakaanza kuulizana yuko wapi? They started asking each other, where is he? Where is he? Mbona hatumuoni? Why don't we see him? Matatizo yamempiga Ayubu. The problems have stricken Job. Amekonda. And he's wanamuona yule kweli ni Ayubu. And they know he is the one. Ila wao wanajisaulisha kwamba hatumtambui. They take him out of their ideas. Hawakumtambua. They did not recognize him. Baada ya kutokumtambua, after they not noticing him, baada ya kutokumtambua, after they didn't notice him, wakamsogelea kidogo. They came closer to him. Waliposogea kidogo, when they came closer, wakaanza kulia. They started crying. They started crying. Wakaanza kulia. They started crying. Angali mbali wanalia. They started crying. Sasa hapa twendeni taratibu. Now let's go slowly. Usi palikuwa na vilio vya namna 5 vya watu. At Us there were 5 categories of cries. Kwa Nyakyusa kuna nyimbo ambazo mtu analia siku ya harusi. Analia huko anatamka maneno. Nyakyusa people there are songs which they sing while crying at the day of wedding. Analia binti akiwa amechezwa ngoma. Others they are crying while wanalia wakati wa mavuno. After initiation sometimes they cry during harvesting time. They have a lot of songs. Alafu kuna kilio kama amekufa kijana. They cry as if a young man has died. Kuna kilio kama amekufa mzee wa kijiji. There is also a cry if the oldest person in the village has died. Now that I live in Mbeya, I understand them. Hata Usi kulikuwa na vilio. In Uz there were also categories of cries, of joy, of harvest, na vya msiba wa mtu mzima, of a death of an old elderly person. Kilio walichokilia kwa Ayubu, the cry which they cried when they saw Job, ni cha mtu mzima amekufa, is of that one of the oldest person who has zingatia. Consider this. Ayubu naye kwenye misiba huwa analia hicho kilio mbele. Job is also crying the same cry in front of the deceased body. Amekufa. So when they cry Job is dead, Job is dead, hicho ndicho kilio walichokuwa wanalia. That's the cry they were crying. Maana yake walipomwona Ayubu, that's to say when they saw Job, walijua dakika 2 zijazo ameondoka. They knew that only 2 minutes and he's gone. Kuomboleza mapema. So let's start mourning. Jioni ya leo, this evening, kuna watu wameshakuua. There are people who have killed you already. Yani wanakuhesabia wewe uponi. They count you that you will never be healed. Kuna watu wameshasema utoboi kiuchumi, wameshakuua. There are people who are saying that you will not succeed economically. Huyu hataolewa, wameshakuua. She will never be married, they have already killed you. Huyu hatafanikiwa, wameshakuua. She will never be successful, huyu hatanyanyuka tena, wameshakuua. This one will not rise again, they have already killed you. Wazazi wengine wanaua watoto wao. And sometimes even parents, they are killing their own children. Wewe lijinda, hauna akili. You are stupid, you are not having any brain. Umezaliwa na mbwa sio mimi. You are a son of a dog and not me. Na utakufa maskini. Anamtukana mtoto wake akuzaa hapo. And he is insulting his own child. Halina akili. You are not having any brain. Huyo ni mzazi kaua mtoto. And this is the parent, he has already murdered a child. Kama kuna mwanafunzi yuko hapa, if there is any student here, mzazi wako anakuambia hauna akili, and your parent is telling you that you don't have any brain, nenda chumbani, sema ninakataa yale maneno, go into the inner room and say, I refuse those words, I refuse. Bana kawaida, kumbuka hawa jamaa lengo lao, safari yao ilikuwa nzuri. Because these guys, their journey was okay. Lengo lao lilikuwa nzuri. They had good intention. Walipofika, but when they arrived there, wakabadilisha maana ya kwenda kutuliza moyo. Then they changed the idea. Wakamuuliza Ayubu, and they caused him more pain. Na wanalia, and they cry. Jioni ya leo, this evening, kuna watu wamekumaliza kiuchumi. There are people who have finished you. Wamekumaliza kimaisha. They have finished you in your life. Na wanaamini hautanyanyuka.
hutanyanyuka tena. And they believe that you will never arise. Wakatalie. Refuse. Waambie hivi. Tell them, ninajua mtetezi wangu, I know my redeemer, yu hai, lives. Atasimama, he shall stand, anitetee, and he stand for jioni ya leo. This evening, mtetezi wako, your redeemer, yuko hai, is alive. Hata kama amekufuta, even if they have, Yesu hajakufuta. Jesus has not done. Hata kama hawakutambui, even if they don't recognize Yesu anakutambua. Jesus knows you. Ingali nipo kwenye majivu, as long as I am in the nitasimama tena. I will arise again. Utasimama tena. You will arise again. Utanyanyuka tena. You will arise again. Maana Yesu ananitambua. The Lord knows me. Wakaanza kulia. So they started wailing. Ayubu amekufa. Job is dead. Ayubu amekufa. Kumbuka, Job is dead. Ayubu hajafa. Remember, Job is not yet dead. Na anawasikia. And he is still hearing them. Hajafa. He is not dead. Marafiki wanalia amekufa. These friends are crying that he is dead. Ayubu akapigwa na butwa. Then Job was awe-stricken. Hiki ni nini? What is this? Wakaja tendo la tatu. Then the third act. Nyakati za za Usi, in the days of Uz, ilikuwa watu wanapofika kwenye maiti, there was a time that when people comes before a deceased person, wangali mbali, while they are still afar off, they cry. Lakini wangali mbali, but while they are still afar wanafanya hivi. They do like ilikuwa this. Ni kacha ya Usi. That was the culture. Maana yake marehemu hatumtambui, ameshakufa, sio hai. That is saying we don't recognize him as dead. The Bible when it says that they didn't recognize him when they were still afar off. They were doing like this, that Job is dead. Then they entered in the third part. They cried while drawing closer to Job. Not a cry because of pity, but a cry because of a dead person. Number 3. Then they took off their clothes. Kumbuka hapo rafiki yangu pastor hawajafika bado kwa Ayubu. Pastor, they have not yani hiyo ni trailer wanaipiga. These are just trailers. Wako toka barabara lami mpaka hapa. They are from the tarmac road up to here. Wakavua nguo. Then they took off their clothes. Ndugu yangu, mimi nakuja kukutazama afu nakuja uchi. I'm coming to look at you, but I'm coming naked. Lakini wao kuvua nguo ilikuwa na maana. But to them it had an implication. Kwenye nchi ya Usi, in the land of Uz, ikitokea mtu mkubwa wa kijiji amekufa, when an elderly person in the village has died, watu walivua nguo wakavaa magunia. People took off their clothes and put on sacks. Hawa sio tu walivaa magunia. So they didn't just put on sacks. Walivua nguo wakabaki na zandani, kwamba sasa they took off clothes and remained with hata magunia tuvai kwa sababu maiti imeharibika sana. And they said even sackcloths we are not going to put on because this is a very destroyed. Na ilikuwa ni kawaida kuvua nguo mbele ya maiti, ishara ya maombolezo kwa jamii ya Usi. And it was okay to take off your clothes in front of a deceased person. Walipofua nguo, so when they took off their clothes, wakanyoa nywele zao. Then they shaved their head. Aina mnyo alionyoa, and the style which they shaved, huwa inanyolewa watu wakienda msibani Usi. The people of Uz, when they were going to the funeral, wakishafanya hivi, when they have done like this, wakishalia, when they have cried, wanavua nguo, they take off their clothes, wananyoa nywele, ishara ya maombolezo. They also cut their hairs as a sign of mourning. Swali kwa Ayubu lilikuwa, the question to Job was, mbona sijafa? I'm not dead. Haya matendo wanayofanya mbona kama nimekufa? Why are they doing like this as if I am dead? Anajifinya au nimeshakufa? And he's pinching himself to see if he's still alive. And he knows that he's still alive. Uenda kuna watu wanaokuumiza sana. Sometimes maybe there are people who are causing you a lot of pain. Uko kwenye shida na maneno yanakuja kama mabomu. And the words are striking you like bombs. Na hata unafikiria hivi niko hai au nimeondoka? And you are even thinking, am I alive or I'm gone? Wasikuchanganye. Let them not confuse you. Wasikuchanganye. They should not confuse you. Baki na Mungu. Remain with God. Baada hapo, thereafter, pale Usi ilikuwa in Uz, wakizika, they had a custom that when they bury the deceased, wanachukua mavumbi, they take the dust, wanarusha juu, and they throw upward, ishara ya udongo kwa udongo,
a sign of dust with mavumbi kwa dust mavumbi, and soil with soil. Wao wakachukua hiyo ishara wanarusha juu. So for them they took it and they threw it. Na hiyo kurusha mavumbi ilikuwa mbaya tena kuliko zote. And it was very bad than all the others. Maana ile ilikuwa ni ishara tumesha mzika Ayubu. Because that was a sign that we have buried Job. Yani ile ya kwanza unasema sawa. So the first one you will say, oh, it's okay. Hajanitambua niko kwenye jeneza. I'm a deceased person, they have not. Ile ya pili sawa, mimi maiti niko kwenye jeneza. I'm still in the coffin. Ya kulia sawa, huwa tunalia maiti iko kwenye jeneza. Crying, yes, it's okay. Why did the body is in the coffin? Then the third one, even Job was stricken. Manake tumesha kuzika. Meaning that they have already buried him. Kuna mtu hapa huwa anasema, and there is someone here who is saying, mimi ni kama Ayubu. I am like Job. Na wewe unalo jaribu lako, huwezi kumfikia. You also are having your own temptation. You can't arrive at the level of Job. Kati ya majaribu mawili ya Ayubu, amongst the two temptations of mali Job, kuondoka, loss of his possessions, watoto kufa, death of his children, na afya yake, and even now his health. Hakuna jaribu lilokuwa zito. Biblia imesema alijaribiwa na hivyo vitu viwili. There is no greater temptation. The Bible says he was tested. Tatu shetani akuomba ruhusa. But this third one, the devil did not ask you for permission. Lengo la marafiki lilikuwa